Ndugu waandishi wa habari, mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na wenzangu wote, na kama ambavyo jeshi la polisi likushatoa statement yake, naungana pia na kauli zote ambazo zimetokea kulaani vikali sana jambo hili. Na katika kulaani jambo hili, naomba niweke bayana ukweli kwamba wananchi wa nchi ya Tanzania, na waomba waendelee kuwa na usikivu mkubwa sana, lakini pia na kwa wale wote ambao wanaonyesha mashaka kwa jeshi la polisi, naomba nao wawe na imani kubwa sana kwamba vyombo vya dola havitamuonea mtu yoyote wala havitapuuzia jambo lolote, na jambo hili litakuwa prosecuted katika hatua zote kwa mujibu wa kisheria. Na kwa yule ambaye atakuwa amefanya kosa na kubainika, Tanzania ni nchi ya kisheria. Tanzania ni nchi ambayo inafuata mlolongo wa kisheria, na kwamba kuna miongozo ya taratibu zote za utoaji wa adhabu, nyie mnafahamu, katika Penal Code. Hayo yote yameelezwa, na kwamba mtu yoyote atakayebainika atafikishwa katika vyombo vihusika ili sheria iweze kufuata mkondo wake. Kwa mantiki hiyo, wale wote waliofanya mashambulio hayo, naomba nitoe rai kwamba tujenge imani kwa vyombo vya dola kwamba jambo hili litafikia mwisho na aliyefanya jambo hili atabainika. Lakini pamoja na hili, wapo baadhi ya watu, kulingana na kwenye mitandao namna nilivyosoma, wanajaribisha kulihusisha jambo hili na mambo ya kiserikali au na mambo ya kisiasa, na kuona kama vile serikali imefurahia kushambulio la Dr. Kitime. Naomba niweke clear hapa kwamba mimi Albert John Chalamila, Father Kitime ni mlezi wangu kiroho, ni bosi wangu aliyeniajiri kama assistant lecturer wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino. Is my mentor katika masuala ya kitaaluma, being a doctor, na ni mtu ambaye amekuwa na honesty feedback anapotaka kushauri jambo lolote. Na kwa mantiki hiyo, sioni maana hata kidogo ya ama serikali ama jambo lolote la kisiasa kuweza kufurahia shambulio hili ambalo limetokea kwa kiongozi wetu wa dini, kwa mwalimu wetu, mwana filosofia, mwana theolojia, na kiongozi wetu na advocate mkubwa ndani ya taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo niombe kwamba katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, hata mimi mwenyewe siku 3 zilizopita nilikuwa nafanya mazoezi mahali fulani, wakatokea vijana ambao walidhani niko peke yangu na kutaka kunipora simu, lakini naamini wangefanikiwa na wangefanikiwa kunijeruhi. Lazima baadhi ya watu wangetamka maneno ambayo si ya kweli. Wangeweza kusema wabaya wa Chalamila wamemdhuru Chalamila, watu wa vyama vya upinzani wamemdhuru Chalamila, watu wabaya au watu wengine wamemdhuru Chalamila. Lakini kiukweli ingelikuwa ni kibaka kama vibaka wengine ambaye alidhana na muibia mtu mwingine tu wa kawaida, lakini kumbe mimi nilikuwa na walinzi ambao yeye hakuwaona. Na mwisho tulimkamata tukampeleka kwenye vyombo vya dola. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, tunapoangalia jambo hili la shambulio la dokta wetu, la padre wetu, naomba tusimame katikati kwamba jambo hili linaweza kumkuta yoyote. Linaweza kumkuta mkuu wa mkoa, linaweza kumkuta mkuu wa wilaya, linaweza kumkuta mwandishi wa habari, linaweza kumkuta kiongozi yoyote yule. Na ndio maana moja ya maelekezo niliyoyatoa kwa jeshi la polisi na vyombo vyote vya dola ni kuhakikisha linaongeza zaidi wigo wa ulinzi wa watu na mali zao, na zaidi linaongeza zaidi wigo wa umakini katika kuhakikisha nyakati kama hizi watu wanaweza kufanya jambo kwa conspiracy tu, kwamba likifanyika jambo ni rahisi kuhamisha kwamba limefanywa jambo hili kwa sababu ya jambo hili.